anamuelezea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatuimpact. Moja jina ambalo ametambulishwa katika maandiko ambalo lina describe function yake au linaelezea utendaji wake ndani ya mtu. Maandiko anamuita ni roho ya uelewa, spirit of understanding. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So maana yake Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu anatuwezesha kulifahamu ama kulijua neno la Mungu. Kwa maana yake kwa sababu na Roho Mtakatifu, maana yake tayari unao advantage ya kulifahamu neno la Mungu. Au struggle kama mtu ambaye hana roho wa Mungu. Nasikia kusema mtu aliyeamini ana wepesi wa kulifahamu neno la Mungu kuliko mtu ambaye hajaamini. Na Bwana Yesu alikuwa very clear anavyosema hilo wakati anafundisha kwa mifano. Tukienda kitabu cha Mathayo sura 13. Kitabu cha Mathayo sura 13. Mathayo sura 13 ule mstari wa 10. Maandiko anasema wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzifahamu siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Sema nimejaliwa kuzifahamu siri za ufalme wa Mungu. Kwa maana yake watu walioamini wamezawadiwa uelewa katika namna ambavyo mambo yanafanya kazi katika ufalme wa Mungu, tofauti na mtu asiyeamini. Kwa maana kanisa halitakiwi kujifunza kutoka kwa watu wasioamini. Badala yake wasioamini wanatakiwa wajifunze kutoka kwa watu walioamini, kwa sababu walioamini wamebarikiwa au wana heri ya kuzifahamu siri za ufalme wa Mungu. Au together. Kwa maana neno la Mungu sio geni kwako. Neno la Mungu sio fumbo, sio siri kwako. Neno la Mungu liko wazi kabisa kwa namna ambavyo unaweza kulifahamu. Basi nyepesi ya kwamba Mungu ametupa neno lake ili tuweze kuhusiana na yeye. Tunahusiana na Mungu kwa njia ya uchambuzi, kwa njia ya neno lake. Kwa maana yake kwa kiwango chako cha kulifahamu neno ndio kiwango chako hicho cha kumjua Mungu. Uwezo kumfahamu Mungu nje ya uelewa ulionao katika neno ambalo limeandikwa. Tuko moja mpaka hapo. Umeelewana ninachokisema? Kwa maana yake Roho Mtakatifu anatupa uelewa. Sema Roho Mtakatifu ananipa uelewa. Rudia tena. Kwa maana yake kila wakati ambapo maandiko matakatifu yanafunuliwa au unapokuwa unajiandaa kulipokea neno la Mungu, either kwa kufanya personal Bible study ama corporate Bible study, au unasikiliza mahubiri na mafundisho, una uhakika ndani yako kwamba Roho Mtakatifu anakupa uelewa katika kile ambacho unaponya mpaka hapo. Okay. Then baada ya hapo let us turejee katika our subject. Tunajifunza kisomo gani? Christology. Sema Christology, ambao mimi wanapenda kuita Kristolojia. Ni namna tu ya utamshi. Okay? Ambao tulisema inahusiana na nini Kristolojia? School of Christ, shule ya Kristo. Tukasema katika School of Christ tutazungumza vipengele vingapi? Vipengele vitatu ambavyo ni person of Christ, alafu the work of Christ, cha tatu hiyo bila shaka ilikuwa ni pati ya maelezo eti, lakini focus kubwa ni vipengele vile ambavyo umeandika hapo juu. Hapo tutaangalia the person of Christ, tutaangalia the work of Christ. Yes. Mbona katika the work of Christ kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutayatazama hapo. Iko clear Bwana Yesu asifiwe. Okay. Sasa nikistiki katika the person of Christ. Naanza kudiscuss about the person of Christ. Yes, kuna offices of Christ. Kuna vyeo na titles ambazo Bwana Yesu anazo. Okay, lakini wakati huu nina focus speak about the person
Christ, ambayo kwa usiku wa leo nitajikita kuzungumza kwa habari ya the person of Christ katika kipengele kinachozungumza uungu wa Kristo. Uungu wa Kristo, uungu wa Kristo, that will be our subject today. Manake katika kudiscuss the person of the Christ taangukia kwenye kipengele cha kwanza kabisa ambacho tuna focus kuangalia uungu wa Kristo. Nani anayeamini hapa kwamba Yesu Kristo ni Mungu? Yesu Kristo ni Mungu kweli? Nikisema unithibitishie, utanithibitishia kwamba Kristo ni Mungu ha? Kama moja nithibitishie kwamba Kristo ni Mungu. Okay, anatambulishwa kama creator kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza, na tunamwona Mungu ndiye creator in Old Testament. Mm. 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 Rafa. Mm. 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 Okay. Sawa. Wote mmejitahidi kutoa majawabu na mko sahihi ila tu tunakusanya majawabu tuweke katika pointi ambazo hatuwezi kuzisahau kwa haraka. Okay. Kama ambavyo nimezungumza kwenye darasa la asubuhi ya kwamba hakuna namna ambavyo unaweza kumfahamu Mungu nje ya Kristo Yesu. Yesu Kristo amemfunua Mungu katika ukamilifu wote. Ni kama kusema kwamba Kristo ni perfect revelation about the nature of God. Nature, character of God. Kwa maana yake ukigusa the person of Christ, mara nyingi unakuwa unazungumzia aspect kubwa mbili. Unaongelea his divinity and his humanity. All together. Kwa maana yake ukisema una discuss the person of Christ, maana yake una discuss about his deity and his humanity in two angle. Okay. So maana yake before hatujaangalia the humanity of Christ ambao ina beginning, ni muhimu sana kuangalia his eternal state as a God. All together. Na ni muhimu sana kufahamu hilo kwa sababu kwenye kanisa la kwanza walikuwa wanakumbana na vita ambayo watu walikuwa wanakubali uungu wa Kristo lakini wanakanusha binadamu wake.
Lakini kanisa la sasa lina vita tofauti kidogo. Watu wanakubali ubinadamu wa Kristo, wanakanusha uungu wake. Okay. Na wakati fulani tukienda katika uinjilisti, kwenye uinjilisti, moja ya swali ambalo ni very common ukikutana na watu wa imani nyingine, sasa Waislamu, swali ambalo litaulizwa ni kwamba elezeni mahali popote katika maandiko ambako Yesu mwenyewe amesema ndiye Mungu. Okay? So manake it is part of our faith. Ni sehemu ya muhimu sana katika imani yetu kuwa na uhakika zaidi ya uhakika kwa baadhi ya uungu wa Kristo katika maandiko matakatifu. So uungu wa Kristo nitaufundisha katika engo kubwa mbili. Okay? Engo ya kwanza nitafundisha kutokana na kile ambacho maandiko matakatifu yanazungumza, ambayo itakuwa ni pati A ambayo tutaiona leo, and also nitazungumza engo ya pili katika uungu wa Kristo kulingana na historia ya kanisa. Okay? Tutaangalia safari ndogo ambayo kanisa ilikuwa nayo, vile ambavyo walikuwa na struggle kuweza kucapture the full identity ya Kristo. Wako wakafikia kwenye conclusion kwamba he was a true man and he was a true God. Are we together? Tuko kwenye mpaka hapo. Yako mabaraza kadhaa ambayo yalikuwa yanaitishwa mara kwa mara na kanisa kwa ajili ya kusolve migogoro, okay, ya kuhusu utambulisho wa Kristo ni nani. Okay. So tunaitwa kumbukumbu, zipo katika ziko documented, so tutaangalia pia katika hizo, lakini a part A kuangalia uungu wa Kristo kama ambavyo maandiko matakatifu yamefundisha. Nitazungumza pointi kubwa 9. Okay? Pointi kubwa 9 ambazo zinathibitisha uungu wa Kristo katika maandiko matakatifu. Unaweza ukawa na zaidi ya hizi, lakini to me ninazipendelea kufundisha hizi pointi 9 ambazo all of them zinakuwa zina reveal evidences from scriptures ambazo zina affirm the deity of Jesus Christ. Kwa mwenye mpaka hapo. Okay. Bila shaka all of us also tuna affirm kwa habari ya Utatu Mtakatifu. Tunaamini katika utatu au kuna mtu ana doubt kubali ya utatu? Bila shaka tunaamini kwamba tuna Mungu mmoja ambaye amekuwa hapo milele katika nafsi tatu. We believe so. So manake tuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Okay? Mungu Baba ni Mungu kama alivyo Mungu Mwana, Mungu Mwana ni Mungu kama alivyo Mungu Roho. Mungu Roho ni Mungu kama alivyo Mungu Baba. Au together? Hiyo tuko sawa mpaka hapo. Japo unajua ukiwa mwalimu usiashumu wanafunzi wanajua. That is a big problem. No, never make assumption kwa watu tunaofundishwa kwamba they know. Japo unaweza ukawaazima kwa muda mfupi tu ile concept ndogo ambayo wanaifahamu ili uendelee mbele, lakini kumbuka kurudi nyuma. Wale ambao mtaanza kuwa na wanafunzi mtaelewa kwa wale ambao nimesema, never assume ya kwamba the concept ambao wanaisema kwa wanafunzi wanaifahamu. So nitakuwa na some moment ya kuzungumza utatu, lakini before sijazungumza utatu, let us have a discussion about the deity of Jesus Christ. Nimeandika kwa Kiingereza, najua nyinyi wote hapa ni wasomi, hamna shida na English, si ndio? Okay, sawa. Point ya kwanza ambayo nataka tuidiscuss iko hivi: he possesses attributes of deity. He possesses attributes of deity. He possesses attributes of he possesses. Unafahamu kuna msemaji ambao ni mgumu kuandika hapo attributes deity. So deity uungu, D-E-T-Y, deity. Okay. Ambao Kiswahili chake ni kwamba ana sifa za uungu, sifa au tabia za kiungu. Okay. Mnaweza mkanisaidia kusema attributes of deity? Mungu ana sifa zipi ambazo zinamtofautisha na viumbe? Mungu ni mtakatifu. God is holy. Tunakubali kwamba utakatifu ni sifa ya Mungu Very good. Nyingine?
Mungu ni Mungu wa haki. God is righteous. Kweli kabisa. Sifa nyingine, all powerful. All powerful. God is all powerful. Alright? Sifa nyingine ambayo tunaifahamu, omnipresent, ambayo tafsiri yake ni nini? Yupo kila mahali wakati mmoja. Right? Sifa nyingine, omniscience, ambayo ina tafsiri gani? An all knowledge. Very powerful. Sifa nyingine, eternal, eternity. Very good. Sifa nyingine, hiyo tutaweka mahali pake. Okay, mmejitahidi kumention. Okay, let us sasa katika hizo sifa ambazo mmezisema naongezea tu chache. Okay, sifa kwanza ambayo Mungu anayo ni self existence. Unakuwa unafahamu self existence. Sifa ya pili, omnipresence. Omnipresence. Sifa ya tatu, omniscience. Omniscience. Sifa ya nne, omnipotence. Omnipotence. Sifa ya tano, immutability. Immutability kana neno ambao namna yake nyingine unaweza kaandika unchangeable. Immutability ama unchangeable. Sifa nyingine, sovereignty. Sovereignty. God is sovereign. Sovereignty. Sifa nyingine, glory. Sifa nyingine, eternity. Eternity. Sifa nyingine, righteousness. Righteousness. Sifa nyingine, holiness. Holiness. Na nyingine nyingi ambazo unaweza kuzisema. Okay, kwa maana yake hizo ni sifa za Mungu. Alright? Ndio ya kwamba tukisema Mungu ni self existence, maana yake tunazungumza hali ya Mungu kuwepo bila kutegemea kitu chochote kuwapo. All of us we understand ya kwamba viumbe vinategemea some factors to be in place ili viendelee kuexist, si ndivyo? Kwa mfano nikikunyima oxygen, vipi? Unaweza kusurvive? Hapana, si ndivyo? Kwa mfano ukamtoa samaki ndani ya maji, anaweza kusurvive? Kwa manake all tutakuja kuagria kwamba uumbaji unategemea some factors to be in place ili uendelee kuexist. Okay. Lakini Mungu tukisema ni self existence, maana yake kuwepo kwa Mungu hakutegemei chochote ili aweze kuwapo. Au together, ategemea oxygen, ategemei maji, ategemei anything ili aweze kuwapo. So maana yake ana exist by his own, yupo kwa namna yake, self existence. Na hiyo ndo essence ya jina ambalo Mungu alitambulisha kwa Musa, mimi niko ambaye niko. Au together, moja ya tafsiri ya jina maana yake linamtambulisha Mungu kwamba ni self existent, yupo bila kutegemea chochote kwapo. Kwa kama hiyo ni sifa ya kiungu, maana yake kama Kristo ni Mungu, maana yake atakuwa ana exhibit those characters. Maana yake watu ni kwamba God ni self existence, ya kwamba uwepo wake utegemea chochote kuweza kuwapo. Kwa maana yake kama Kristo ni Mungu, maana yake tuone ushahidi katika maandiko ambao unathibitisha kwamba Kristo amekuwapo kabla vitu vyote kuwapo.
Au together? Au together? Na maandiko yako very clear on that point ya kwamba Yesu Kristo ni self existence, ya kwamba tunamfahamu Yesu ambaye amefanyika mwili, right? Lakini before hajavaa mwili alikuwapo. Kwa tafsiri nyingine ya kwamba before hajakuwa mwanadamu amekuwa Mungu tangu milele, na katika hiyo namna amekiweza kuexhibit this character kwamba ni self existence. Okay, let us tuangalie mstari mepesi ambayo itakuwa ni rahisi kuikumbuka. Ninafundisha somo jepesi eh? Very good, naeleweka eh? Sawa sawa. Tuna kitabu cha Yohana 1:1, tuanzie hapo kwanza. Yohana 1:1. Maandiko yanasema hivi, hapo mwanzo kulikuwako na neno, neno alikuwako kwa Mungu. Sema alikuwako kwa Mungu. Sema alikuwako kwa Mungu. Okay. Huo msamiati kwamba alikuwako kwa Mungu ni msamiati ambao una suggest ndani yake kwamba Kristo Yesu ni self existent. Umeja mpaka hapo? Basi nyepesi ni kama kusema hivi, anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, neno alikuwako kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Ni ushahidi wa wazi kabisa kwamba kabla Kristo ajaanza maisha yake hapa duniani amekuwapo na Mungu bila kuwa na mwili wa binadamu. Kwa maana yake ameexist before beginning. Haleluya, haleluya. Mstari wa pili ambao tutasaidia kuona hilo wazo katika maandiko ni kitabu cha Yohana sura ya 8. Yohana sura ya 8. Okay? Tuangalie mstari wa 53. Kauli ya Bwana Yesu ambayo anaisema kwa Wayahudi. Maandiko yanasema hivi, sura 8 mstari wa 53. Biblia inasema hivi, wewe u mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa, nao manabii wamekufa, wajifanya unani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzeni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu, wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema kwamba simjui nitakuwa muongo kama ninyi, lakini namjua na neno lake nalishika. Mstari wa 56, Abraham baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Mstari wa 57, basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nao umemwona Ibrahimu? Angalia mstari wa 58, tusome kwa pamoja. Yesu akafia. Sema mimi niko, mimi niko. Wasomaji wetu wa maandiko wanaelewa nini ambacho Bwana Yesu amekisema hapo. Anavyosema mimi niko ni jina ambalo Mungu alijitambulisha kwa Musa kitabu cha Kutoka sura ya 3. Kwa maana yake anavyosema mimi niko ni wazo, ni wazo la wazi kabisa kwamba mimi nimekuwako na ndiye ambaye nimeinteract na Abraham, Isaka, Yakobo na even Moses in Old Testament. Wewe kutoka mwenye mpaka hapo. Kwa maana yake anasema mimi niko. Even wale Wayahudi ambao walikuwa wanabishana naye walielewa nini ambacho Bwana Yesu anakimaanisha. Okay? Kwa nini? Mstari wa 59 wanasema, maandiko yanasema basi wakaokota mawe ili wamtupie. Unafikiri watu gani ambao wanapigwa kwa moyo atakufa? Wanaokufuru. Kwa maana kile ambacho Kristo amekisema kwa jamii ya Wayahudi walikuwa nadhani kwamba ni kufuru. Kwa hiyo ni majibu yako mawili, aweza kuwa matatu. Aidha Bwana Yesu alikuwa anakufuru ama kweli alikuwa ni Mungu. Wewe unakubali jibu lipi? Alikuwa kweli Mungu, si ndio? Kwa maana yake Kristo anavyosema mimi niko, hapo Kristo anatambulisha uungu wake, ambapo tunaona by saying that, maana yake Kristo ni kama vile anawajibu Wayahudi ya kwamba I am the self existent, uwepo wangu wa kutegemea chochote niweze kuwapo, na that is very true about Jesus. All together. Kwa maana yake
kama ambavyo Mungu ni self existent, the same to Jesus naye ni self existence. Okay, existent. Okay, sifa ya pili ambayo tumeandika hapo, tumeandika omnipresence. Omnipresence ni hali ya kuwa kila mahali kwa wakati mmoja. Hakuna kiumbe, even devil, hata shetani na mapepo ambao wanaweza kawa kila mahali kwa wakati mmoja. Uwezekano wa kuwa kila mahali ni rahisi tu, unaweza kuwa upo kila mahali. Unaweza ukaamua ukaanza kusafiri ukaelekea Tanga, ukaelekea Iringa, ukaelekea Morogoro, lakini kuwa kila mahali kwa wakati mmoja, that's a very difficult to exercise. Tunapatana mpaka hapo eh? Okay. Kwa manake Mungu katika daraja lake la kiungu ana that ability ya kuwa kila mahali kwa wakati mmoja. Wakati huu tumekusanyika hapa, Bwana yuko miongoni mwetu, right? Lakini kuna watakatifu tena mkusanyika mahali pengine, yuko miongoni mwao. Bado wakati huu unazungumza yuko mbinguni, tena wakati huu yuko duniani, tena wakati huu yupo kuzimu. All together. So manake hiyo hali ya kuwa kila mahali kwa wakati mmoja ni sifa ya kiungu. Kama kweli Kristo ni Mungu, manake ana this character, anaweza akaexhibit this character kwamba akawa kila mahali kwa wakati mmoja, na ni very true. Why? Because tunasoma mfano kitabu cha Mathayo, tena kitabu cha Mathayo wakati huo, Mathayo sura 18. Mathayo 18. Mathayo 18, kwenye ule mstari wa ngapi watu wa Mungu? Ule mstari wa 19. Anasema tena, okay, umefika? Tusome 1, 2, 3. Mstari 20. It is very true ya kwamba Bwana Yesu alikuwa na ubinadamu, right? Ambao mwanadamu hana uwezo wa kuwa kila mahali kwa wakati mmoja. Tunakubaliana mpaka hapo? Lakini bado pamoja kwamba alikuwa na asili kamili ya binadamu, also alikuwa na asili kamili ya kiungu. Kama angechagua kuwa kila mahali kwa wakati mmoja, asingeshindwa. So maana hivi ni katika ubinadamu wake, haina maana kwamba akawa amejizuia kuwa kila mahali kwa wakati mmoja, ila akuchagua kufanya hivyo, japo alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo, kwa sababu alipokuwa mwanadamu, haina maana kwamba hali yake kiungu ilidissolve, na wala alipokuwa na wala alivyo, tukisema kwamba ni Mungu, maana yake ina maana hali yake binadamu ilidissolve, aliisha ikiwa na asili zote mbili kwa wakati mmoja. Umoja mpaka hapo? Kwa maana yake this verse, Bwana Yesu anaafirm ya kwamba yeye ni omnipresent, yupo kila mahali kwa wakati mmoja, kwa sababu kama sisi leo hii tumekusanyika hapa kwa jina lake, yupo miongoni mwetu, na watakatifu mahali pengine wakusanyika kwa jina lake, yupo miongoni mwao. Maana yake Bwana Yesu ana exhibit characteristic ama attribute ya kuwa omnipresence. Are we together? Lakini also Bwana Yesu ni omniscience, ambapo wengine wanasoma omniscience. Unaposema omniscience unamaanisha unlimited insight. Unlimited insight ama infinite knowledge. Kwa ni kama kusema kwamba Bwana Yesu ana unlimited insight. Bwana Yesu ana infinite knowledge. Naudia kuelezea pointi ya juu, nisikize vizuri. Nimesema hivi, pamoja kwamba Bwana Yesu alikuwa na ubinadamu, okay, pamoja na uungu, haina maana kwamba alikuwa anashindwa kuwa kila mahali kwa wakati mmoja. Kama angeamua kufanya hivyo, ili kwamba alikuwa anaonekana yupo tu Galilaya, baadaye anasafiri anaelekea Kapernaum, baadaye anasafiri anaelekea Yerusalemu, haina maana kwamba kama angeamua kuwa kila eneo kwa wakati mmoja asingeshindwa. Tunapatana mpaka hapo eh? Okay. Sifa pili nimwambia ni omniscience, ambayo wengine wanasema omniscience, ambayo asili yake maana yake ni unlimited insight, infinite knowledge, ambayo kwa lugha nyepesi ya Kiswahili ni hali ya kujua kila kitu. Maandiko also yanaafimu ya kwamba Bwana Yesu anajua kila